Kuna kitu kigumu sana na kibaya sana kinachowaumiza wanawake wengi wanapokuwa wanaingia kwenye siku zao, wanakuwa wanapata maumivu makali ya tumbo. Yaani unatakiwa ukiingia kwenye siku zako, utakiwi kupata maumivu makali kama vile ambayo wewe unayapata. Unapata maumivu makali, hauwezi kwenda kazini, huwezi kufanya chochote na unajisikia uko ovyo kabisa. Sasa hapa nitakutajia baadhi ya sababu zinazopelekea upate maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo kama wewe mwanamke uko hapa, hakikisha unaendelea kulisikiliza, na kama kuna ndugu yako au rafiki yako anateseka, basi hakikisha unashare video hii ili aweze kujifunza zaidi. Tupo hapa kuhakikisha kila mtu anatambua. Tiba namba 1 ni kuweza kutambua tatizo na kulielewa. Tiba namba 2 inakuwa ni rahisi sana kuweza kuondokana nalo. Sababu namba 1 huwa tunasema lishe na stress. Ndugu zangu, mnapokuwa kwenye siku zenu, lakini pia hata kabla mjaingia kwenye siku zenu, mnaendelea kutumia vitu kama sukari, mnatumia caffeine, vitu vyenye caffeine, ile chai ya rangi, lakini pia vyakula vya mafuta, mnapenda kula chips, mnapenda vile vyakula vizuri, ndugu yangu, hiyo ni hatari sana. Ni kwa nini? Kwa sababu inapelekea ile prostaglandins nyingi sana imwagike au itolewe na mwili wako. Sasa hiyo ikishatolewa na ikazidi, huwa inasababisha maumivu makali sana. Lakini pia kwenye mtindo wa maisha ni stress. Unapokuwa na stress, msongo wa mawazo pia unapelekea uweze kumwagika prostaglandins nyingi sana, ambazo pia zinapelekea kuwa na maumivu makali sana. Lakini namba 2 tunasema ni maambukizi ya kizazi au via vya uzazi. Wanawake wengi imekuwa mkilea hizi changamoto, mkilea fungus, mkilea UTI, lakini pia mkilea na PID. Ni changamoto kubwa sana ambayo huwa inachochea maumivu ya tumbo unapokuwa kwenye siku zako. Ni kwa nini? Kwa sababu tayari una infection kwenye via vya uzazi, tayari una infection kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo vitu vyote vinabebana. Tunapoongelea uzazi, tunaongelea kuanzia kwenye njia ya mkojo, kwa sababu ndio sehemu ya kwanza kabisa ya juu ambayo inaonekana. Lakini namba 2 tunasema ni fibroids, uvimbe kwenye kizazi. Tunapokuwa na uvimbe kwenye kizazi, haijalishi ni sentimita ngapi, pia huwa inapelekea maumivu makali. Ni kwa nini? Kwa sababu tayari inapunguza uterus, tayari inaleta shida kwenye uterus moja kwa moja. Inategemeana sasa kwamba ule uvimbe uko sehemu gani. Kwa hiyo sasa ukishapata kuna changamoto kwenye uterus, kwenye mji wa mimba au kwenye kizazi, basi hiyo inakupelekea upate maumivu makali sana. Na pia hapa hizi unazosuo inaelewa. Mara nyingi inaweza ikawa inatoka na harufu, inaweza ikawa inatoka kidogo, inaweza ikawa inatoa matone. Hiyo ni changamoto inayoonyesha kwamba una uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia sababu nyingine tunasema endometriosis. Endometriosis ni ule utando au tishu zinazotakiwa zikue au zimee ndani ya mji wa mimba. Zikimea nje ya mji wa uzazi wa mimba, huwa zinasababisha uweze kupata maumivu makali sana. Hii ni changamoto ambayo tumekuwa haiongeleki mara kwa mara na wengi hawaifahamu, lakini endometriosis ina mahusiano na PID, lakini pia ina mahusiano na chango la uzazi. Kwa hiyo ukiwa unapata maumivu makali, unaweza kawa na moja kwa moja na changamoto ya endometriosis kama ambavyo nimeelezea. Lakini sababu nyingine huwa tunasema ni homoni kutokuwa sawa, hormone imbalance. Hii tumeshakuwa tukiongelea mara kwa mara kwamba ukiona unapata maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako, basi jua homoni zako zimevurugika. Na hapa homoni tunayoongelea ni homoni ya estrogen na homoni ya progesterone, ambazo huwa zinaleta maumivu makali na damu kuweza kuwa nyingi sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hizi ndo homoni, ndo engine ya uzazi kwa mwanamke. Mwanamke ana homoni 6 na kila homoni ina kazi yake. Nitakuja nielezee kila homoni na kazi yake ili tuweze kuzielewa vizuri. Lakini pia tunasema misuli ya mfuko wa uzazi kubana. Misuli ya mfuko wa uzazi kubana, ambayo mara nyingi ikibana huwa inasababisha prostaglandins zitoke nyingi sana, ambazo zinasababisha mwili kuweza kupata maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya sababu ambazo zinapelekea uweze kupata maumivu makali ya tumbo au maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako. Tuambie wewe hapo chini kwenye comments ni kwamba umeona, ni kwamba kwako wewe unafikiria ni sababu ipi inayokupelekea maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako. Kama utakuwa na swali lolote, basi hakikisha unatutafuta hapo, andikia neno HES. Kama una changamoto ya kwenye siku zako, tuandikia neno HES na sitaweza
kupatia msaada. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.